Kutaka kukandamiza kwenye maisha yako haitaisha, kwa sababu ni kawaida mwanadamu kupenda utawala, ni kawaida mwanadamu kupenda kuwa juu. Kwa namna fulani hivi utakuta kwamba utumwa bado unaendelea, ila katika forms mbalimbali. Hapo zamani tulikuwa tukisikia utumwa tunapata picha mtu amefungwa minyororo, anatumikishwa, anachapwa pengine viboko. Siku hizi ni tofauti, uko utumwa wa kisaikolojia, uko mental slavery ambao mtu anaweza akakufanyia, na hii imekuwa ni kawaida sana. Nimeona kwa marafiki wako watu wamefanyana hivyo, kwa wenzi ndani ya nyumba wako watu katika utumwa wa namna hiyo, hata kwa wazazi na watoto wako watu katika namna hiyo, mabosi na wafanyakazi au mfanyakazi kwa mfanyakazi, wako watu ambao wako katika utumwa. Kwenye mahusiano wako watu wako katika utumwa. Kikubwa leo cha kuelewa ni kwamba bado kuna watu wanania na wanafikiri watakuwa juu kwa kukandamiza watu wengine. Sasa ziko mbinu, kuna mbinu 4 ambazo watu wengi wanaotaka kukandamiza huwa mara nyingi watazitumia. Ukiona mtu anakitumia hicho kitu au anatumia hiyo mbinu, manake anataka kukukandamiza ili hata siku moja usije ukainuka. Jambo la kwanza kabisa, au mbinu ya kwanza ambao watu wengi wanaitumia, ni kukuonesha wewe si kitu. Wanakuonyesha wewe hauna thamani. Cha kwanza, ili mtu akutawale, lazima avunje hali yako ya kujiamini. Lazima apoteze ile tunaita self esteem au self worth, ile hali ya kujiona wewe ni wa thamani. Kwa atahakikisha ameivunja na kuipiga ile hali, atahakikisha ameiponda ndani yako. Kwa atakufikisha mahali ujione kama vile wewe hauna thamani. Mtu yote yule ambaye anakufanyia jambo, anakuambia mambo au anatenda vitu ambavyo vinakufikisha mahali unajiona hauna thamani, tafsiri yake ni kwamba ni mbinu inayotumika kwa ajili ya kukandamiza, na lazima uwe makini ukiona jambo hilo. Ajalibu kwa namna gani, mtu wako karibu, uko naye, unamuita rafiki, unamuita mpenzi, unamuita bosi, unamuita mfanyakazi mwenzako au partner kwenye biashara, wakati wote ukiona mtu analenga kukuondolea hali ya kujithamini, hali ya kujiona wewe ni wa thamani katika maisha yako, anakufikisha sehemu mpaka unaona kama vile you don't have any value, tafsiri yake ni kwamba hiyo ni mbinu ambayo itaelekea kukandamiza. Lakini cha pili ni pale anapoanza kukutengenezea utegemezi. Yaani kana kwamba anakufikisha mahali kuona kwamba bila yeye wewe huwezi kufanya chochote. Yaani kama anakuwa kamungu mtu hivi huko duniani. Yaani anakuonyesha kabisa, bila mimi wewe huwezi kupata kazi, bila mimi huwezi kufanikiwa, bila mimi biashara huwezi kufanya, bila mimi huwezi kufikisha ndoto zako mbali, bila mimi. Yani ni kama anakutengenezea mazingira ya kukuonyesha kwamba yeye ndio msingi wa mafanikio yako, na kwa maneno mengine, bila yeye kuwepo katika picha yako hauwezi kufika mahali kokote. Hii ni disposition hatari sana kwenye maisha, kwa sababu itakufanya uone kama vile ndio mtu pekee ambaye chochote atakachokuambia itabidi ufanye, itabidi unyenyekee, itabidi upige magoti, itabidi ufanye kila kitu ili tu akusaidie kile ambacho nakitaka katika maisha yako. Hii sio jambo zuri, kwa sababu sio jambo sahihi. Ni kweli wako watu wanaotusaidia kufika katika hatua fulani za maisha, lakini hakuna mtu mmoja ambaye anatakiwa acclaim 100% that is responsible for our success. So kwanza, Mungu ndiye ambaye anatusaidia kufanikiwa, na Mungu ana watu wengi wa kuwainua na kuwatumia. Lakini jambo la tatu ambalo mtu anataka kukandamiza anaweza kalifanya, anakutenga na kila anayeweza kukupa msaada. Kwa anachohakikisha ni kwamba ana cut off relationship na mahusiano ulionayo na watu wengine wote. Ana cut off ukaribu wako na wazazi, ata cut off ukaribu wako na marafiki na ndugu na kila mtu. Atahakikisha umebaki peke yako kwenye kisiwa, ili ifike wakati ambapo ukihitaji msaada wowote kutokana na mateso na kukandamiza kwake anakokufanya, hautapata msaada, kwa sababu yeye peke yake ndo amebaki kwenye territory yake. Territory yake umebakia pale, ndo anaweza kukuamulia kila kitu. Ndio maana wakati wote ule, mtu yote ambaye anakutenga na watu wako muhimu ambao wanaweza kuwa na msaada katika maisha yako ni mtu hatari sana, bila kujali ni mtu wa namna gani. Kwa sababu maana yake ni kwamba siku utakapokuwa una shida, siku utakapokuwa una uhitaji, siku utakapokuwa unahitaji msaada, hakuna mtu anaweza kukusaidia, kwa sababu watu wote wamekaa mbali na wewe. Ni muhimu sana kuangalia. Hii ni mbinu ambayo watu wengi sana wamekuwa wakiitumia. Lakini cha mwisho kabisa, kama inayotumika kama mbinu watu wanataka kukandamiza, ni kwamba kila wakati anakumbushia makosa yako au madhaifu yako. Ni kweli kama binadamu tunakosea. Ni kweli kama binadamu tunakuwa kuna wakati tumeteleza, kuna mambo tumeyafanya, mengine ya aibu, mengine hata sisi wenyewe hatutaki kuyakumbuka kwa sababu yanatuumiza, hatukutarajia kama tungeweza kuyafanya. Lakini mazingira wakati huo, atmosphere tuliyokuwa imetuzunguka, tulijikuta tumefanya hayo mambo. Na unakuta mtu anajua, pengine anajua ni siri zako, pengine watu wengine hawazijui, au pengine sio siri, watu wote wanafahamu pengine, lakini utakuta kila wakati anakukumbushia yale mambo. Kwa nini anakukumbushia?
Anakukumbushia ili akuonyeshe haufai wewe. Anakukumbusha ili akuonyeshe hauna thamani wewe. Anakukumbusha ili akuonyeshe kwamba usijaribu kufanya hiko unachokufanya kwa sababu wewe ni mdhaifu. Inawezekana yeye ana madhaifu makubwa hata kuliko wewe, lakini kwa sababu wewe huyafahamu ya kwake, anayatumia yale ya kwako kukandamiza. Ndio maana mtu yote ambaye kila siku anakukumbusha past, anakukumbusha ulichokosea jana, anakukumbusha aibu uliyopata jana, anakukumbusha ulivyokataliwa jana, anakukumbusha ulivyofeli jana, ni mtu ambaye anatumia mbinu kwa ajili ya kukandamiza. Usahau nilichoanza kusema. Utumwa upo wa aina nyingi. Kuna watu ni watumwa sasa hivi katika mahusiano. Kuna watu ni watumwa katika kazi wanazofanya. Kuna watu ni watumwa katika biashara na partners waliokuwa nao. Kuna watu ni watumwa katika mazingira ya shule. Utumwa uko kila mahali na unachukua forms tofauti. Sijua wewe katika maisha yako kama umeshawahi kukutana na watu ambao haswa wako katika utumwa na hizi mbinu ulizozisema zinatumika kuwaweka zaidi katika utumwa. Ningependa uniandikie hapo chini kwenye comment ili niweze kukushauri zaidi. See you at the top.